Unaweza ukajihisi kwamba unafanya mambo mengi sana, lakini wataalamu wanasema kimsingi, ijapokuwa ubongo wako unaweza kufanya mambo mengi, kimsingi utajihisi kama unafanya mambo mengi, lakini kiukweli utakuwa unabadilisha attention yako kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, na si yote kwa wakati mmoja. Ndiyo maana nilimuita huyu jamaa hapa mbele, nikampa kazi moja ya kufanya. Nimempatia maji, nikampatia na simu, ili aweze kufanya hayo mambo yote mawili kwa wakati mgapi? Kwa wakati mmoja. Kwa nini hajaweza? Ni kwa sababu Mungu alivyotu design, japokuwa ubongo wetu ameupa uwezo mkubwa, alitupatia mikono mingapi jamani? We are limited in our capacity. Yaani uwezo wetu wa kutenda mambo umefungwa katika uwezo wa utendaji ambao Mungu alitudesign nao. Wangapi wamenielewa? Kwa hiyo kimsingi hakuna kumultitask. Sayansi inakataa kabisa multitasking. Huwezi kufanya mambo zaidi ya 3 hadi 5 kwa wakati mmoja, na lazima liwepo moja linalopewa kipaumbele. Na unapobadilisha lazima uwe una switch off jambo moja, una switch on jambo nyingine, kwa sababu tunategemea mikono katika asilimia kubwa ya utendaji wetu kama wanadamu. Sasa hili linaletaje changamoto kwenye akili yetu? Naomba unisaidie mara moja tu hapo. Just click once. Hili linaletaje changamoto? Biblia katika Mhubiri 3 fungu la 1 hadi la 8, Biblia inasema kila kitu kina majira yake. Yaani duniani kila jambo lina nini jamani? Lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Kila majira yana wakati wake. Hii ni principle ya kimbingu. Swala la kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja sio mpango wa nani jamani? Sio mpango wa Mungu, na sivyo tulivyoumbwa, na sivyo akili yetu ilivyo. Sasa katika dunia ya leo, mabadiliko ya teknolojia yameleta changamoto kubwa katika matumizi ya akili ya mwanadamu. Kwa nini? Uwezo wa taarifa, wingi wa taarifa tunazozipokea na namna tunavyozichakata kwenye ubongo wetu haviendani na uwezo wetu wa kupokea taarifa. Yaani yes, tunapokea taarifa nyingi, lakini kumbuka jambo moja. Nilifundisha kwenye somo la kula kwamba unapokula chakula, huu mwili kama mashine unakuwa umeuasha wote tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa sikia nikwambie, taarifa ni chakula cha ubongo. Hauwezi ukapokea taarifa na ubongo wako usiifanyie kazi. Kwa mfano, jamani, je, mnajua kwamba hivi juzi tu kuna ajali mbaya ilitokea ikaua watu wengi? Wangapi wamesikia hiyo habari? Kuna gari moja lilipinduka, liligongana, watu wengi wakafa. Nani amesikia hiyo habari? Kuna mmoja pale amesikia. Kwa nini hauwezi kuisahau hiyo habari? Habari yoyote unayoisikia yenye mguso wa kihisia haiwezi kukuacha vile ulivyo. Mwili wako unalazimisha kuichakata. Kwa nini? Ubongo wa mwanadamu uliumbwa kwa kazi moja kubwa, kutatua changamoto. Kazi kubwa ya ubongo ni kutatua changamoto za maisha. Na watu wanasema utamu wa maisha ni ushindi dhidi ya changamoto zake. Na Waswahili wakasema ugumu wa maisha ndicho kipimo cha nini? Cha akili. Maana yake taarifa ndiyo njia pekee ambayo ubongo unatumia kama mlango wa kwanza wa kufanya maamuzi na kutengeneza masuluhisho ya changamoto zote unazokabiliana nazo maishani. Kwa mfano, raha ya shule ni kufaulu masomo. Uongo au ukweli? Lakini huwezi kufaulu bila changamoto ya nini? Ya mtihani, si ndio? Raha ya maisha ni kula, lakini changamoto ya kula ni upatikanaji wa nini? Wa chakula.
lazima ulime. Raha ya kazi ni mshahara, lakini changamoto ni nini? Ni majukumu ya kazi, deadline na mizigo mingi ya kufanyia kazi. Raha ya ndoa ni upendo, changamoto ni nini? Kupata mwenzi sahihi, yaani mpaka akubali muoane lazima jasho liwe limekutoka kidogo. Kwa hiyo kazi kubwa ya akili ni kukabiliana na changamoto. Sasa kuna watu wanafikiri changamoto za maisha maybe ni dhambi. Ngoja niwaambie kitu kimoja, changamoto za maisha sio dhambi. Hata kama dhambi isingeingia, bado Adamu angekabiliwa na changamoto za maisha, japo changamoto zake zisingekuwa sawa na changamoto za maisha yetu chini ya dhambi. Ni kweli asingekula kwa jasho, lakini angelazimika kuongeza uzalishaji wa miti ya matunda na nafaka kulingana na ongezeko la watu wa jamii yake. Kumbuka bustani ya Eden isingetosha kukidhi mahitaji yote ya matunda ya watu ambao wangeijaza dunia yote. Kwa hiyo hata Adam alikuwa na changamoto ya kuplan na kuexpand. Hii Edeni niliyopewa na Mungu niongeze, ziweko Edeni kadhaa, iwepo Edeni hapa, iwepo kule, ili wanadamu wote wapate nini? Mahitaji yao. Kwa hiyo hayo ndiyo matumizi ya msingi ya akili. Sasa changamoto za leo za maisha ni sawa kabisa na changamoto za zamani. Kwa mfano kazi na ajira. Kuna watu wanahisi ukosefu wa ajira umeanza leo, lakini hata enzi za Yesu mmesahau ule mfano aliotoa kwamba alienda sokoni akakuta kuna watu hawana kazi. Kwa hiyo kuna watu walikuwa hawana kazi hata enzi hizo, wakawa wanasubiri mtu awaajiri. Haya, changamoto za mahusiano, familia kuvunjika, si sasa tu, hata zamani zilifanya nini? Zilikuwepo. Changamoto za kifedha sasa, lakini na zamani zilikuwepo. Watoto na malezi zilikuwepo, hatia zilikuwepo, magonjwa hayajaanza leo, vita haijaanza leo, kufa au kufiwa haijaanza leo. Na Biblia inatuambia hakuna jambo jipya chini ya nini? Ya jua. Mhubiri 1:9, yaliyokuweko ndiyo yatakayo kuweko. Sasa shida moja ni kwamba watu tunashindwa kuzitofautisha changamoto, na ndiyo maana akili zetu zinaingia kwenye shida. Moja, kuna changamoto za lazima. Hatua ya kwanza, lazima ujue kutofautisha na kurekebisha mtazamo wako dhidi ya changamoto. Changamoto za lazima ni kwa mfano swala la kazi. Mungu alishasema asiyefanya kazi na asifanye nini? Asile. Maana yake kazi ni changamoto ya lazima kukabiliana nayo. Afya, familia, ukishaanzisha familia lazima uipambanie. Haya, mambo ya kiroho kulingana na uchaguzi wa Mungu unayemwabudu. Swala la malezi ya watoto, swala la njaa lazima ulikabili. Hizi ndizo changamoto za lazima. Wewe kama mwanadamu unapokumbana na changamoto ya lazima, swala ni moja, ikabili. Lakini kuna changamoto za hiari kwenye maisha, changamoto zisizo za lazima. Hizi mwanadamu unashauriwa kuziepuka. Mfano wa changamoto zisizo za lazima ni mfano kuishi kwa kumpendeza kila mtu. Yaani wewe unataka uwe mzuri kwa kila mtu. Nataka nikwambie hilo jambo haliwezekani. Na usijiingize kwenye mtego wa kutaka kumpendeza kila nani. Ishi maisha kulingana na kanuni unazoziamini, fanya wajibu wako, watu wakubali au wasikubali, wewe fanya kinachokuhusu, nenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Usitafute kupendwa na kila mtu. Na mimi huwa nashukuru Mungu kwamba hili huwa halinipi shida. Wewe unikubali, usinikubali, najua hakuna anayekubalika na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwa sipati stress mtu asipo ni acknowledge au kufanya nini? Kunikubali. Kwa hiyo siwezi nikaumia kwamba mpaka fulani anikubali ndio nijitambue. No. Jambo la pili, maisha ya kushindana. Kuna watu wanaishi kwa kushindana ama kujilinganisha na wengine. Unapoanza kujilinganisha na mwingine, wewe hujui yeye ameanzia hatua gani maisha yake. Wewe ndio mtu wa kwanza kuanza kuvuka hata mstari wa umaskini kwenye ukoo wako. Unataka ushindane na mtu ambaye vizazi vitatu wameishi katika utajiri, unataka ulingane naye leo, wakati we bado una ndugu wanakutegemea uwainue. Kwa hiyo utajikuta ili ulingane na yule, aidha ufanye kazi zaidi na bado hutomfikia, kwa sababu mambo mengine yanachukua muda mrefu na huwezi kuepuka hiyo kanuni. Kwa hiyo kujilinganisha na mwingine ni makosa. Kingine, hujui vipaumbele vyake. Unaona mtu ana simu kali, lakini yeye kumbe kujenga sio kipaumbele chake. We unajenga, una simu yako ya kitochi, unataka ufosi tena era ya tofali, sasa unapeleka kwenye simu ulingane na mtu ambaye hana mpango wa kufanya nini. Unajiweka kwenye matatizo. Kung'ang'ania watu au mazingira yanayokuumiza, hii ni shida nyingine.
Ni changamoto ya hiari. Unajua tunayo fursa ya kuchagua na Mungu ameturuhusu. Ndio maana hata chakula Mungu hakutuumbia tunda moja tu, wala hakuumba nafaka aina ngapi? Aliumba aina nyingi ili tuweze kuchagua na kubadilisha. Sasa kuna watu tuna tabia ya kung'ang'ania watu ambao wanatuumiza kwa kudhani kwamba nje ya hao hakuna msaada au hakuna mafanikio au mazingira. Unakuta unafanya kazi, unanyanyasika, lakini unakomaa, haufikirii kwamba kuna watu wanaishi bila kuajiriwa au kuna nafasi nyingine za ajira unaweza ukatafuta na ukapata. Mimi nashukuru nina ndugu yangu mmoja, yeye ni mtendakazi mzuri sana, lakini huwa hakubali kunyanyaswa na bosi. Huwa akiona mazingira ya kazi yanamnyanyasa, huwa anatafuta kazi nyingine, na Mungu alivyo mwema huwa anampatia kazi iliyo bora na yenye malipo mazuri zaidi kuliko zile alizoanza nazo. Kwa hiyo usikubali kuwa limited na definition unazopewa na watu au kuishi chini ya manyanyaso au mazingira ambayo yanakunyanyasa. Kingine ambacho kinaleta changamoto ya hiari ni kuahirisha mambo. Kuahirisha mambo hakukupunguzii wajibu, lakini lile uliloliahirisha leo litaungana na yale yatakayoongezeka kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoahirisha mambo unajiongezea stress za kesho. Ngoja nikwambie, mimi huwa na kanuni moja: liwezekanalo sasa lisingoje baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Liwezekanalo sasa lisingoje. Ndio maana Pastor Butoke alivyoanzisha kampeni ya kujenga lile kanisa kule kijijini kule kwa wale watu, nilimshukuru sana. Unajua kuna watu wanaweza wakasema sasa tumalize mkutano alafu sasa tuanze kukaa vikao, tuanze fundraising, lakini kumbe jambo linawezekana likaanza sasa hivi na ukaondoka hapa, kazi imeshaanza kufanya nini? Kufanyika. Wengi kwa kuhairisha mambo yetu tunaongeza msongo. Haya maisha ya kesho hatuyajui, na kesho inakuja na mambo yake. Usilaze kiporo, iwe ni ofisini, iwe ni nyumbani, popote pale. Liwezekanalo sasa lisingoje baadaye. Jambo lingine, kufosi kutatua kila tatizo. Unapotaka kutatua kila tatizo, elewa kwamba hakuna mtu ambaye ni suluhisho la kila kitu. Hata sisi madaktari, hakuna daktari anayejua mambo yote. Hakuna daktari ambaye ni bingwa wa kila kitu. Elewa uwezo wako mzuri uko eneo gani, jikite kwenye uwezo wako kwenye maisha. Usifosi kuwa kwenye kila sehemu, usifosi kutatua kila tatizo. Hizo ni changamoto za hiari. Sasa ukiachana na changamoto za hiari, kuna changamoto zenye suluhisho na changamoto zisizo na majibu. Changamoto zenye suluhisho, pambana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile zisizo na majibu zikubali. Kwa mfano, mtu amekufa na hauwezi kumfufua. Njia moja rahisi sana ya kushinda hiyo changamoto, unaweza ukahuzunika na kuumia, lakini utakapolikubali lile jambo, kwa sababu huna namna ya kulibadilisha, itakusaidia kupona kwa haraka na kupunguza msongo ambao sio wa lazima. Jambo lingine la kuepuka ni mtego wa malalamiko na mashindano. Unapolalamika, una switch off sehemu ya ubongo wako inayokusaidia wewe kuwa sehemu ya suluhisho kwa tatizo unalokabiliana nalo. Wanaita blame shifting. Unapolalamika, unahamisha wajibu kwa mtu mwingine. Na nikwambie, duniani hakuna mtu anayeishi kwa ajili yako. Kila mtu anapambana vita yake mwenyewe ambayo wewe hauijui. Kwa hiyo moja ya kitu unachotakiwa kufanya, punguza malalamiko. Kuna watu wanailaumu serikali na maisha yao hayabadiliki. Unakutana na vijana mtaani wanalalamika hii serikali. Lakini kuna watu wasikii wakilalamikia serikali na mambo yao yanafanya nini? Wewe pambana vita yako. Punguza malalamiko. Ukilalamika, unakuwa umehamisha wajibu na majibu kwa mtu unayemlalamikia, na unakuwa umepoteza nguvu yako ya akili kutatua changamoto na nafasi yako kama binadamu kusimama kwenye sehemu yako ili ushinde. Takwimu za changamoto za afya ya akili duniani zinasema tatizo kubwa linalokumba watu wengi leo ni wasiwasi na huzuni, anxiety and depression. Na wanasema hii changamoto inakabili watu takriban bilioni 1.2. Uchunguzi wa hivi karibuni unaonesha kwamba hili tatizo limekuwa kubwa mara 2 zaidi ya ilivyokuwa miaka 1990. Ingawa changamoto hizi zimeenea kwa makundi rika yote, vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 19 ndio wanaoshikilia viwango vya juu zaidi vya wasiwasi na huzuni. Sasa swali la msingi, ikiwa mambo yaliyokuwepo enzi zile ndiyo yaliyokuwepo leo, ni kitu gani leo kinaleta tofauti na kuongeza ukubwa wa changamoto ya magonjwa ya akili kuliko nyakati zilizochangulia? Unajua,
magonjwa mengi ya akili, hasa wasiwasi na huzuni, ambalo ndio tatizo kubwa la akili duniani, yanasababishwa na msongo usio na majibu. Na msongo usio na majibu unakuja pale mtu anaposhindwa kuzikabili nini? Changamoto za maisha. Sasa jawabu moja ni kubwa, ni hili: kuna pengo kubwa leo kati ya mahitaji ya kisaikolojia ya binadamu na maisha ya kisasa. Watu waliumbwa kuishi kwenye jumuiya, kufanya kazi za kimwili zenye matokeo yanayoonekana, kutembea, kulala usingizi wa asili, kutumia muda kwenye mazingira ya nje na kuwa na mahusiano ya karibu ya kijamii. Maisha ya kisasa yameleta mambo yafuatayo: yamefanya watu kuwa wapweke zaidi, yameleta watu kujilinganisha. Hii ni nanukuu tafiti ya sayansi, kujilinganisha. Yameleta taarifa nyingi zilizokithiri, yameleta kukosa uhakika wa kesho, watu kutokuwa na mazoezi au shughuli za mwili za kutosha, watu kuwa na usingizi kidogo na kushindwa kuonana uso kwa uso. Sasa kitu kikubwa ambacho kinaonekana kwamba kimedrive mabadiliko katika hili eneo lote ni matumizi ya simu janja. Ukiacha mahitaji ya msingi duniani kama chakula, maji, mavazi na malazi, simu ya mkononi ndicho kitu kinachomilikiwa kwa wingi duniani kuliko vitu vingine vyote. Sasa tafiti zinasemaje? Matumizi ya simu na mitandao ya kijamii yamehusishwa kwa kiwango kikubwa na ongezeko la wasiwasi, huzuni, upweke na kukosa usingizi mzuri, hususan kwa vijana. Mambo ambayo yanapelekea ni nini? Taarifa negative. Sayansi inasema unaposikiliza taarifa hasi, ubongo haujui kutofautisha kati ya taarifa na kitu halisi. Ndio maana ukiangalia hata movie unaweza ukajikuta unalia, yaani unaguswa na hisia japo wewe hauhusiki. Hata nilipoanza na ile taarifa mbaya, kuna watu mioyo iliguswa. Ubongo haujui kutofautisha. Kwa hiyo unapotazama taarifa na unapotazama sikiliza movie maybe ambazo zinaonesha mauaji na mambo mabaya, mwili wako unazalisha homoni sawasawa na mtu aliye katika mazingira yale. Kama ni vita, na wewe unakuwa kama muhanga wa vita. Kwa hiyo hili jambo linapoendelea mara kwa mara, linapunguza uwezo wa mtu kukabiliana na changamoto nyingine za nini? Za maisha. Challenge ya pili ni information overload. Unapokuwa na taarifa nyingi za kuchakata, ni sawasawa na mtu unayekula kila kitu. Taarifa inayokuja kwenye ubongo lazima uicategorize. Hii taarifa ni ya namna gani? Inatakiwa kutunzwa sehemu gani ya ubongo? Inanisaidia nini? Kwa hiyo hata kama jambo halina maana, likiingia kwenye ubongo wako, linatumia sehemu ya ubongo ambayo ingekusaidia wewe kutatua changamoto za maisha na kuweza kumudu maisha yako ama kuwa huru dhidi ya changamoto. Sasa taarifa zinapokuwa nyingi, ndipo unaona sasa leo tuna ongezeko kubwa la changamoto ya magonjwa ya akili ambayo ni wasiwasi pamoja na huzuni. Sasa tufanye nini ili tuweze kuepuka? Moja, tuwe na mahusiano imara ya kifamilia, tuwe na marafiki wa karibu, tuwe na mazoezi na shughuli za kimwili, tuwe na usingizi wa kutosha. Wanasema pia kukosekana kwa usingizi kwa sababu ya matumizi ya simu mpaka usiku, hasa kwa vijana, yamesababisha pia kuongeza shida ya akili, maana usingizi ndio unaotibu akili yako. Lakini pia tunatakiwa tuwe na shughuli za kijamii zinazotusaidia sisi kuonana na watu physically, lakini kujihusisha na mambo ya kiimani na mambo ya kiroho pamoja na kuishi kwa malengo zinakusaidia kuwa na uwezo mzuri wa kukabiliana na changamoto za maisha na kupunguza wakati unaoutumia unapokuwa kwenye mitandao ya kijamii. Jambo la mwisho, leo nimewaletea tu kitu kimoja, kwamba simu ndicho kitu pekee ambacho kimeongeza shida ya afya ya akili duniani. Kwa sababu kila jambo linapaswa kuwa na wakati wake, hakikisha simu pia inakuwa na wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwenye ratiba yako ya siku kuna wakati unavunja mahusiano yako na simu inakaa mbali, uwe wewe na familia yako au wewe na usingizi. Mungu atubariki mpaka tutakapoonana kesho. Bwana awe nanyi.